Dakta mtazamaji, anayekuwasilishia matangazo haya kwa lugha ya ishara ni Byron Abuli, mimi ni Ben Chumba. Tuanze na taarifa ya tanzia ambapo tunaripoti kwamba watu 6 wamefariki huku wengine kadhaa wakijeruhiwa kufuatia shambulizi dhidi ya gari la abiria katika kaunti ndogo ya Arabia, kaunti ya Mandera. Shambulizi hilo mtazamaji lilitokea katika mtaa wa Berg Hayewon, eneo la Harer leo majira ya adhuhuri, ambapo watu wenye silaha walishambulia gari lilokuwa likielekea katika mji wa Arabia. Tukio hilo limeibua tena wasiwasi kuhusu hali ya usalama katika eneo hilo. Asasi za kiusalama zimeanza operesheni ya kuwasaka wahusika wa shambulizi hilo. Mamlaka husika zimesema uchunguzi bado unaendelea huku majina ya waathiriwa yakisubiriwa kutolewa rasmi. Shambulizi dhidi ya gari la abiria katika kaunti ndogo ya Arabia, kaunti ya Mandera, lilitekelezwa mchana kweupe katika kile wale walioshuhudia wameelezea kuwa shambulizi lililopangwa kwa umakini. Hiyo gari ilikuwa imekuwa hired na familia, ilikuwa inaenda kwa maombi kule Arabia. Kufika Omarjilo Center, kuna mtu alijitokeza kutoka kwa msitu na akapiga risasi hilo gari. Watu 6 waliweza kuaga dunia, wengine 3 wakakuwa critically injured, wengine 3 na driver waliweza kukimbia kwa msitu. Wahudumu wa kutoa huduma za dharura pamoja na makundi ya uokoaji katika eneo hilo walichukua hatua haraka kuwaokoa waliojeruhiwa na kuwapeleka katika hospitali ya kaunti ndogo ya Arabia, huku juhudi za kuimarisha usalama katika eneo la tukio hilo zikiendelea. Driver amepatikana na mmoja wao, kuna mmoja ambaye hajakuwa accounted for. Wale walionekana walikuwa ni 4, wote walikuwa wamejihami na bunduki, na walipofanya hiyo kitendo waliweza kutorokea kwa hiyo misitu. Hiyo area iko vast kidogo, but officers wetu wanakombi hiyo area with the view ya kuwapata. Maafisa wa usalama wametumwa katika maeneo mbalimbali huku msako ukiendelea kuwatafuta waliohusika na shambulizi hilo. Officers wa KDF, officers wa GSU, officers wa RDU na NPRs ambao mpaka saa hizi wako katika hiyo eneo kuweza kuhakikisha ya kwamba wale wauni ambao walitekeleza hiki kitendo wanapatikana. Mamlaka husika zimesema chanzo cha shambulizi hilo bado hakijabainika. Aidha, tukio hilo limeibua wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya usalama katika eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya. Nataka kusihi watu wa Mandera wawe calm, kwa sababu we have enough officers on the ground, na bila shaka na ushirikiano wa raia tunaweza kupata hawa majangili. Asasi za kiusalama zinaendelea kuwa katika hali ya tahadhari huku juhudi za kurejesha utulivu na kuwakamata wahusika zikiendelea.